Julius, jina maarufu Kachonchori, ni afisa usafirishaji egesho la Mwabasabi ambalo linapatikana ndani ya mtaa wa Ibolelo. Pia kuna barabara nyingine imekuwa changamoto, hususan barabara kuelekea mtaa wa Nshinde. Hiyo barabara kiufupi haipitiki. Juzi kati kuna wananchi wamejitolea wawili ambao wana uhitaji mkubwa sana wa hiyo barabara, ambao wana magari yao binafsi wanayotumia kwa ajili ya kusafiri na familia zao. Lakini tumekuwa tukisaidizana kwa namna moja ama nyingine kwa ajili ya kutengeneza kidogo tupate kaupenyo kwa kupita, lakini pia imekuwa ni usumbufu mkubwa sana. Hususan unajikuta kuna watoto ambao wanatoka mtaani, wanafunzi. Wale wanafunzi wanahitaji wafuatwe na magari ya shule. Kwa hiyo imekuwa ni ngumu sana kupita njia kama hizi hapa mnavyoziona. Kwa hiyo tuwaombe sasa, kwa sababu nyie ndio mmefika. Tumekosa pa kuzungumza, sasa nyie ndio mmefika kwa ajili ya kuchukua maoni ya wananchi wa mtaa wa Ibolelo, jina maarufu Mwabasabi. Tunaomba muwakilishe, mfikishe ile sehemu husika, muambie hivi kilio kikubwa cha wana Ibolelo au wana Mwabasabi, wanaomba muwatengezee barabara zao ni mbovu kupita kiere. Naitwa Peter Mariti, ni mjumbe wa serikali ya mtaa Magogo. Kwa kweli changamoto ni kubwa sana kwetu mtaa Magogo. Tunasumbuka inaponyesha mvua, inakuwa hii barabara haipitiki. Tunahitaji kwamba serikali ilione hili ili tusaidie wana mtaa Magogo, kwa sababu hii ni changamoto kubwa sana kwetu. Naitwa Georgina Samuel Mtemi, ni mkazi wa Ibolelo Mwabasabi. Kweli sisi tuna changamoto ya miundombinu, haswa barabara unatoka hapa shule ya Bidii kuelekea Kidimbwi haifai. Kuna sehemu imekatika kabisa, na maana hata watoto wanaostahilika kwenda shule inakuwa ni ngumu, mpaka tuite gari zingine tufaulishe wanafunzi. Sasa hiyo tunawatia katika majaribu. Tunaombeni mtusaidie kwa hilo. Mheshimiwa mbunge, tuko pamoja na wewe, utuunge mkono kwa hilo. Hatuna mengi. Hii kidimbwi kilikuwa kidimbwi cha maji, baadaye kilikuwa kidimbwi cha mchanga. Tunakiomba kibadilike kiwe kidimbwi cha kupita watu, wajisikie wakiwa na amani kabisa kwamba wana mbunge wao anawajali. Sasa tumetembelea na tumeona kweli tatizo pale Magogo, pamoja na hapa kwenye hizi karavati ambayo tumesimama, ambapo ni kutoka Michungwani kwenda Nshinde. Nimeongea na Injinia Bahati na tumewasiliana na mkandarasi na tumezungumza naye, na kwa sababu ya hali ilivyo, pamoja kwamba kuna hali za mvua na walikuwa wamepunguza kidogo kwa sababu ya hali ya mvua, tumekubaliana kwa pamoja kwamba siku ya Jumanne mkandarasi awe site. Mkandarasi awe site mahala hapa, awe na sehemu ile ambayo iko pale Magogo, kuhakikisha kwamba ile dimbwi linatoka pale na watu wanapita, lakini na hii barabara inatengenezwa sasa ipite kwa uzuri, ili watu wa Nshinde na wanaotokea huku mjini waweze kupata unafuu wa kufika nyumbani. Lakini hatujaishia hapo. Tulipopita pale tukaona ile dimbwi la pale Michungwani, ni kiukweli kwamba kwenye budget ili bado kwenye plan ilikuwa halimo, lakini tumekubaliana na mimi angalau kwa kujipiga kama mbunge na kwa budget yangu ya mfukoni, nimesema pale tutengeneze njia angalau fupi ya muda mfupi, tuweke kikaravati pale, halafu tuweze kuweka kifusi, na yenyewe Jumanne itaanza kutengenezwa, ili basi tukienda hiyo wiki inavyoisha iwe inapitika vizuri. Lakini kizuri zaidi ambacho nataka kuambia watu wa Michungwani pale, kile kipande cha barabara kinaenda kuwekewa lami kuanzia upande pale mpaka kwenda kuunganisha na barabara lami ambayo iko hapa juu, ili iweze kupitika vizuri. Kwa hiyo tunaenda kutengeneza temporary ili kupitike, lakini baada ya hapo ule mpango wa kuweka kilami iweze kukamilika na ile sehemu iweze kukaa sawa sawa. Kwa hiyo nirudie tena kusema tuko hapa Geita kwa ajili ya kama mbunge wa Geita, nilichaguliwa na niliahidi kuhakikisha barabara zinapitika. Nami naamini kwamba kwa uwezo mkubwa wa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa jinsi ambavyo wanapampa miradi na kwa jinsi ambavyo wanataka kuona wananchi wake wanapata tabasamu, tunaamini kabisa kwamba Geita tunaenda kupata bajeti kubwa na tunaenda kurekebisha miundombinu hapa Geita. Lakini tumefika kwenye barabara ya Magogo pale, amemuita injinia wa TARURA, mheshimiwa mbunge akampa maelekezo kuhakikisha ile barabara ndani ya siku 3 hiyo imeshaanza kutumika, na injinia
ameshakubali na ameshalipokea. Bahati nzuri imeshatengewa ndani ya halmashauri manispaa yetu ya Geita takribani milioni 600. Kwa hiyo mkandarasi saizi iko Nyanguku, lakini Jumanne ya wiki ijayo hatahakikisha yuko kwenye barabara hii ya Magogo pamoja na Shinde pamoja na Mchungwani. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa mbunge kwa kazi kubwa anayoifanya, lakini tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutoa fedha nyingi kuhakikisha Geita inabadilika na inakuwa inaendana na jina la dhahabu na ufahari wa Geita. Kwa majina naitwa Jerry Mwakapemba, ni mhandisi kutoka ofisi ya meneja wa TARURA wilaya ya Geita. Maeneo hayo tayari tumeyazingatia na kufikia wiki ijayo kuanzia siku ya Jumanne tayari tutamleta mkandarasi na kuanza kufanya matengenezo katika maeneo hayo ambayo yamepata changamoto ya kutopitika vizuri kutokana na mvua ambazo zimeendelea kunyesha. Maeneo hayo ni kama hili ambalo tumesimama mahali hapa Shinde, tulifanya matengenezo ya barabara kwa maana ya kuchonga na kujenga miundombinu ya kuvusha maji kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine kwa maana ya culverts. Kazi ambayo ilikuwa imesalia ni uwekaji wa kifusi. Kwa hiyo kuanzia wiki ijayo siku ya Jumanne mkandarasi ataanza kufika maeneo haya yote na kuweza kuanza kufanyia kazi. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.